Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imehairishwa hadi siku ya Jumatano tarehe 14 ya mwezi huu wa Februari, ambapo inatajwa tena, huku mahakama hiyo ikitarajiwa kutoa uamuzi kuhusu pingamizi la Lissu la kuwaficha mashahidi wa siri. Lissu aliambia mahakama mwaka jana kuwa kuwaficha mashahidi hao kuna wanyima hata majaji nafasi ya kuwaona, jambo ambalo ni kinyume cha sheria, na kusisitiza kuwa yote hayo ni kwa sababu kesi inayomkabili hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Mwandishi wa BBC Egan Sala alikuwa mahakamani na hii hapa taarifa yake. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amefikishwa tena mahakamani hii leo jijini Dar es Salaam. Hii ikiwa ni baada ya shauri lake kuahirishwa tangu mwezi Novemba mwaka jana. Akiwasili mahakamani mapema hii leo, Tundu Lissu alionekana mchangamfu, mwenye nguvu, na kama kawaida yake alikunja ngumi na kuinua mkono mmoja juu akizungusha kwa nguvu kama ishara ya kuwasalimu wapenzi, familia na wanachama wa chama chake cha Chadema ambao walikuwepo mahakamani hapo. Lissu anashtakiwa kwa kosa la uhaini na Mahakama Kuu ya Tanzania imepanga kusikiliza shauri hilo kwa siku 20 mfululizo kwenye awamu hii, ambapo wakati shauri lilipokuwa likiahirishwa, mashahidi wa jamhuri walikuwa wakiendelea kutoa ushahidi wao, na mshtakiwa Tundu Lissu aliweka pingamizi juu ya mashahidi wa siri na namna ambavyo wanafichwa kwenye kisanduku ndani ya mahakama na kuwanyima majaji nafasi ya kuwaona. Kanuni ziko wazi kabisa kwamba sheria inapotumika isiathiri haki ya mtu kufanya nini, kusikilizwa kwa usawa, na vile ni kwamba mashahidi hao kinga ambazo ziliombwa sio zile ambazo sasa hizo wanazitaka. Sasa shauri hilo limeahirishwa mpaka siku ya Jumatano ambapo litataja tena. Na nje ya mahakama, viongozi wa Chadema ambao walikuwepo mahakamani akiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, yeye alisema wakati umefika wa mahakama kumwachilia Lissu bila ya masharti yoyote. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. Hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali, kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali. Miongoni mwa waliohudhuria mahakamani hapa hii leo kufuatilia shauri la Lissu ni rafiki yake na aliyekuwa mbunge wa Kilwa maarufu kama Bwege. Nimefurahi leo nimemwona rafiki yangu Tundu Lissu jinsi anavyojitetea. Anaonesha yeye ni mwanga na nuru na neema kwa Tanzania mzima. Ni neema. Kwa upande mwingine, dada wa Tundu Lissu amesema kama familia wako imara na wanaiomba serikali kutenda haki. Waone kwamba wakati umefika, kama ni kuiponya nchi, bila Tundu kutolewa nje nchi, uponyaji utakuwa mgumu kwa sababu ana watu wengi nyuma yake. Ana chama kikuu cha upinzani, kiongozi, na anapendwa, na wangetamani kumwona yuko nje. Tundu Lissu alikamatwa mwezi Aprili mwaka jana mkoani Songwe, ambako alikuwa akiendelea na mikutano ya hadhara ya chama hicho wakati wakiendesha kampeni ya No Reforms No Election, wakiupinga uchaguzi mkuu ambao ulifanyika mwezi Oktoba mwaka jana. Egan Sala,